watu watatu wamepigwa risasi na wa jamaa moja. Tumeitiwa, tukishaitiwa jeshi imefika, na hapo na bandia mmoja amepigwa na risasi hapo. Jeshi yetu ikaendelea na utafiti. Kwa leo sasa tunakamata grafrere yake, mkubwa wake, na bandia mwenyewe amepiga risasi hapo amekamatiwa, na amekubali ya kwamba bwana journalist, kama hawa watu mbele waende fanya operation, amewapangisha ndani ya nyumba yake na silaha, kisha waenda fanya ile operation. Ndio kusema na ingine iko nakuwa ma reglement de compte. Ndio kusema mtu anaufiwa sura yake, mtu ni rwandophone, anaweza kuwa Munyamulenge, anaweza kuwa swate kabila ingine, lakini mtu wa kuzungumza Kinyarwanda leo ana shida ndani ya Kongo. Mtu wa kuzungumza Kiswahili leo ana shida ndani ya Kongo. Sasa Felix iko nadanganya watu. Felix amelapa kama yeye hataongeaka na sisi M23. Felix amesema gisi tumezungumza hapa mbele kama sisi tuko Wanyarwanda. Sasa ni kusema Felix amekubali mazungumzo. Sasa ulizo ni kwamba amekubali mazungumzo na Wanyarwanda. Ni kusema iko naongea sasa na wakongomani wenzake. Ameona kama vile vitu vimeshindikana, amani ya Kongo inapaswa jengwa na sisi wakongomani. Sasa Felix anaitika kuzungumuza, gouvernement ya Kinshasa inaitika kuzungumuza, na kesho iko nauza drone iko nafika Masisi, drone iko napiga Minembwe. Ile ni mazungumuzo kweli? Felix aache kutudanganya. Na ndio maana tunasema sisi tunapaswa jitegemea. Sisi tunafanya viwili bwana journalist. Tunajilinda na tunalinda raia yetu. Na ya tatu sasa tunanyamazisha silaha kwenye inatokea. Na hili ndio tunafanya. Tunajilinda kama sisi AFC. Ya pili tunalinda raia yetu. Ya tatu tunafuatilia silaha kwenye iko kusudi ile silaha inyamaze. Wakati Felix atakamata ile silaha yenye iko naua wakongomani Minembwe, yenye iko naua wakongomani Uvira, ataiweka kwenye ataiweka, tutaifuata kusudi inyamaze. Kama hiyo silaha ataiweka Mulaka Tanganyika, tutaifuata Mulaka Tanganyika. Kama hiyo silaha yenye iko naua wakongomani Minembwe ataenda kuitia Kalemi, tutaifuata Kalemi. Kama ataenda itia Katanga, anaiweka kule kama ni wapi kusudi iue watu wakongomani Kalemi, tutaifuata huko. Kitu kenye tunafanya sisi, tunanyamazisha silaha yenye kuna wao wakongomani peke yake, kujilinda peke yake. Sisi hatutaki vita, sababu vita ni mbaya, na ile tulimwambia awali aache vita. Sasa hapendi kusikia, anaendelea kuuza drone. Ni kusema ile yenye kunafanyika Qatar. Felix kuna tudanganya. Sisi tunapenda mazungumzo, tunapenda vita heshimame, lakini Felix hataki. Kongo itajengwa na sisi wenyewe wa Kongomani. Kongo, usalama wa Kongo ni sisi wenyewe wa Kongomani, sababu Samir Sadek imeshindwa, wazalendo wameshindwa, wa mercenaires wameshindwa, MONUSCO imeshindwa. Sasa sisi wa Kongomani pamoja na Mungu na tutumikishe akili, ubaguzi tuache. Mungu ametupatia nchi nzuri, sisi wa Kongomani tupendane. Naam, hujambo na karibu msikilizaji wa Gakondo mahali pote ulipo, natumai ubuheri wa afya. Nikukaribishe kwenye chaneli yetu ya Gakondo TV, ambapo tunataka kuzungumza na mheshimiwa. Tumeweza kuwa na bahati nzuri ya kumpata ni maire de la ville de Goma, ambaye tutakuwa tukizungumza naye kwa hivi sasa, lakini tutaanza tukimpa karibu kwenye Gakondo TV kwa maana ni mara ya kwanza anataka kuzungumza nasi pia na wafuasi wa Gakondo TV. Karibu mheshimiwa. Asante sana bwana journalist. Tumefurahia sana kuingia kwenye ofisi yako hapa mjini Goma ili tuweze kuongea mawili matatu. Asante sana. Nikusema kwa kweli tunapatikana kwenye ofisi ya meya wa mji wa Goma. Nikusema leo tunakuwa siku ya 6, yaani weekend, tariki 10 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu sana. Nasema bwana journaliste, tunakukaribisha
kusudi tuweze kuzungumza na wewe. Karibu sana. Asante sana. Nimefurahia kupata mji wa Goma jinsi unaendelea tangu AFC M23 waweze kudhibiti mji huu. Kuna mabadiliko ambayo yanaendelea kama kiongozi mnayaona ukilinganisha na hapo awali? Ndiyo, nashukuru sana kwa hii ulizo bwana journalist. Ya kwanza nitajijulisha, naitika kwa jina la Katembo Ndaleni Julien, meya wa mji wa Goma. Ni kweli bwana journalist, gisi unatoka kuuliza, ni kusema kuna mabadiliko gani kuhusu usalama, kuhusu security kati ya leo mji unadhibitiwa na M23, ni kusema miezi 3 imepita na hii siku ya zamani. Nashukuru sana, hii ni ulizo ya maana sana, sababu kama unapenda kujua kitu ukweli naomba kutofautisha vitu. Kwa Kifaransa tunaita methode comparative. Nitakwambia kama utofauti iko tena ya kabambi sana. Sababu bwana journalist, hapa tunakuwa na system ya defense, system ya ukingo ya nchi yetu ya Congo, tunaita FARDC. Force Armée de la République Démocratique du Congo, ndio jeshi ya Congo. Sasa hii jeshi imeshindwa vita bwana journalist. Kushindwa vita, imeshindwa gisi ya kusekirize nchi ya Congo. Wakaita MONUSCO. MONUSCO imekuja, hawakuchokea pale, wakafanya mobilisation total, wakaita wazalendo. Wazalendo, utaniuliza wazalendo ni wanani? Wazalendo wamekamata raia. Ni kusema kama unasikia maji wanasema wanyatura, watu wote maji wote wameweka fasi moja, kikundi jo wanaita wazalendo. Na shida ni kwamba bwana journalist, Kongo ni nchi moja kudunia wakati wanasema reservist, mtu mwenye wakati nchi inakuwa inapata attack, wakati nchi inavamiwa wanafanya recours, wanakimbilia huyu reservist. Lakini kuma nchi zote zenye kujiheshimia ni mtu mwenye alikuwa jeshi akakuwa demobilize. Lakini sasa nchi yetu ya Kongo imekamata raia, imempa silaha, na ile silaha ndio zinatatiza leo wananchi. Usijali kwa ile, wakaongeza FDLR. FDLR ni Wanyarwanda, sio Wakongomani. Wamefanya shida huku kwao, kisha wanawaleta ndani ya Kongo ukuya kutupiganisha sisi Wakongomani. Ni kusema government ya Kongo imepatia FDLR silaha ukuja kutupiganisha sisi Wakongomani. Unaona amani inaweza toka wapi? Ndio shida hizo. Hawakuchoka bwana journalist, wameleta wa mercenaires wa Rumanie, siwe waris, wamekuja wamewaweka hapa kuja kutupiganisha. Hawakuchoka bwana journalist, wameleta Samir, Sadek ni nchi za Afrika Austral yenye zilikuwa na wasidaf Afrika ya Kusini, wamekamata na Watanzania, wamekamata na Wamalawiti ukiwa kutupiganisha. Hawakuchoka, wameleta na Waburundi. Ni kusema hizo force zote kwa mchanganyiko wamekuja kupiganisha M23. Na kupatia vitu viwili. Ya kwanza, hizi force zote, hizi nguvu zote zimeletewa hapa Goma kukuja kuproteger pouvoir ya Felix, kukuja kuprotect mamlaka ya Felix. Lakini sisi M23 tumekuja hapa kukuya kuletea wakazi wa Goma usalama. Kusema njoo vitu viwili venye kuko utofauti hili. Na njoo maana unaona utofauti leo hiko ni kwamba hizi forces zote zenye nimesema, hizi forces zote zimeshindwa kusekirize vile ya Goma. Ingelikuwa kusema hizi forces zote, paske hizi zote zenye nimesema hapa, FARDC, FDLR, wazalendo, wa mercenaires, force burundeze wa jeshi ya Burundi, pamoja na nani na wazalendo na vinginevyo, Sadek walishindwa kusekirize population ya Goma. Ni kusema ingekuwa kusema wingi ya jeshi ndio inaweza kuletea population usalama, wakazi wa Goma wangekuwa population ya kwanza yenye inaweza kuwa iko na usalama. Lakini imekuwa mageuko. Jeshi, population ya Goma, raia wa Goma bamekuwa raia yenye ilikuwa insekirize, yenye ilikuwa na usalama mdogo dunia mzima. Sasa leo
ni kusema utofauti naonekana, sababu ndani ya Goma tuko na komine mbili, komine ya Goma na komine ya Karisimbi. Na komine ya Goma bwana journaliste inakata quartier. Komine ya Goma ina quartier 7 na komine ya Karisimbi ina quartier 11. Zote kwa ujumla ni quartier 18. Na hizo mwezi quartier komine ya Goma zile quartier 7 mbili jo ziko na insécurité. Ni quartier ya Lac Vert na quartier ya Keshero. Ni kusema kukomine ya Karisimbi iko na quartier 11 na 3 jo zenye ziko na insécurité. Ni kusema sasa tuko naweza nguvu fasi moja, na tunahimiza leo raia tuone kama amani itarudi hapa mji wa Goma namna gani. Ni kusema leo tunaweka nguvu, kwa Kifaransa tunasema kuimposer, kuweka nguvu, kuimposer usalama, na itawezekana. Sababu unaona hizi silaha zenye Felix ametia mraia ndio sababu ya insecurity. Leo hii uko unaona watu wanatumikisha mtandao, wanapiga mtu risasi Goma, wanasema ATM 23. Wanasahau kama ile ni sababu, lakini cause yenye inaacha insecurity na kwa hapa mvile ya Goma ni government ya Felix yenye ilikuja hapa Goma pale ya kusekirize, pale ya kuletea wakazi wa Goma usalama, imewapatia silaha raia, imepatia silaha raia, silaha bila mafunzo. Raia inamupa silaha bila mafunzo, inampa silaha hajui silaha, inampa silaha hajui kutumikisha silaha. Na hizi silaha kwani zimepewa wa amateur, watu wajua hamajui kitu. Hizi silaha ndio zinasababisha usalama, lakini sisi hatutayama kama government eti tumeherite, eti ni vitu wametuachia. Sisi tuna responsibility ya kutosha hizi silaha ndani ya raia, kusudi raia ibaki na amani. Sawa Ruchuru, Kiwanja, Kanyabayonga kwenye tunadhibiti, Nyamirima, Nyakakoma, Kichanga, kwenye watu wanaishi na amani miezi 2, miezi 3, miezi 4, miezi 6 na hawasikie sauti ya risasi. Na hapa Goma bwana journalist itawezekana. Kiongozi, kuna mtu anaweza jiuliza, mara nyingi serikali ya Kinshasa wanakuwa wakitangaza kuwa M23 ni Wanyarwanda, ni Watutsi. Unaweza kusema nini kuhusu swala hilo? Ni kweli M23 ni ya Watutsi au Wanyarwanda kama wanavyosema, ama wamechanganyika na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana kuna tribi mingi au makabila? Nashukuru sana bwana journaliste. Hii ni ulizo ya maana sana. Kwa Kifaransa tunaita une question très pertinente. Ni kweli wamezungumza mingi eti tuko Wanyarwanda. Ni kusema vita tulikuwa napigana 2012 2013, mwaka 2012 2013. Ni kweli wakaonesha dunia mzima kama shida za Kongo ni CCM23. Wakaleta resolution yenyewe wanaita ya Nations Unies, ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies, wanaita resolution 2098. Tukasema kama sisi ndio shida, acha sisi tutoke ndani ya nchi. Lakini kwa kweli ni kwamba bwana journalist, tuliacha East ya Congo iko na groupe armée. Hizi ma groupe zenye zinamiliki silaha zilikuwa kama 13 14. Tumekuja rudia ziko zaidi ya 700. Ni kusema haiko ndio sisi shida. Tumeenda shida haikukua Beni kuna communauté yenyewe wanaita communauté ya Wanande. Hii ni miaka 11 sasa, hii communauté wanakufa kila siku na baadef. M23 haikukua Beni na mpaka leo haiyafika Beni. Lakini shida ni nini? Tutaenda Ituri kuko conflict, watu wanapigana wa makabila ya Walendu na Wahema. Sisi hatuko Ituri, M23 haiko Ituri. Shida ni nini? Karibu na Kinshasa, fasi kwenye wanaita province ya Mai Ndombe, mu territoire ya Kwamutu, kuko mzozo ya Wateke na Wayaka. Nyumba zinachoma, watu wanakufa, ni karibu na Kinshasa. Sisi hatuko huko. Shida ya Kongo ni nini? Na ndio maana wamesema sasa, kama kutupiganisha na Wakongomani, kuleta tribalism,
kuleta ukabila, kuleta chuki ndani ya Wakongomani, Felix ameharibisha Kongo. Amesema eti tuko Wanyarwanda sababu tunatoka kusema. Nitakumpatia mfano ya mimi hapa. Mimi naitika kwa jina la Katembo Ndaleni Julien. Nazaliwa ndani ya teritware ya Ruchuru. Teritware d'origine kwenye wazazi wanatokea ni teritware ya Lubero. Secteur au chefferie yangu ni Baswara. Groupement ni Ngulo, fasi kwenye wanaita Mshenene, ni kilomita 17 na muji mkubwa ville commerciale ya Butembo, kilomita 17. Ukaenda sasa village yangu wanaita village ya Vuvei. Vuvei Lac ni fasi côte ouest ya Lac Edouard. Fasi kwenye wanaita Vichumbi, unaenda fasi kwenye wanaita Muramba. Nikusema mimi niko Mkongomani. Na hii ndio inaleta shida, ile inegalite sociale ya kusema kama hao haiko Wakongomani au ni Wakongomani, ndio inaleta shida. Sasa nataka kuuliza bwana journalist. Mimi niko na wakuze, niko na wayomba benye ni Waganda. Sababu tunasema lugha moja na Waganda. Waganda wanazungumza lugha yenyewe wanaita Kikonzo na sisi tunazungumza lugha yenyewe wanaita Kinande. Lugha hii moja ni lugha moja. Sababu huko Uganda utakutana Katembo, utakutana Paluku, utakutana Kasereka. Tunazungumza lugha moja. Unafika Bunagana wanazungumza lugha ya Kinyarwanda. Unafika Uganda, fasi kwa inaita Kisoro, wanazungumza lugha yenyewe wanaita Kifumbira, ni Kinyarwanda, sababu wanasikilizana kwa lugha. Unakamata Kibumba na hii eneo yote ya hapa Monigi, wanazungumza lugha ya Kinyarwanda. Kuna kwa watu wanaita Wakumu. Rwanda unafika, wanazungumza lugha ya Kinyarwanda. Unaenda sasa Bakongo wanazungumza Kikongo. Kongo Brazza wanazungumza lugha moja ya Kikongo. Unaona shida ya Kongo? Unaenda Equateur kuko watu wewe unazungumza lugha moja na raia ya Centrafrique. Unaona shida ya Kongo? Ukaenda hapa Kasai wanazungumza lugha moja na watu wenyewe wako Zambia. Ukaenda hapa Kuambororo hapa Province Oriental, wanazungumza lugha moja na watu wa Sud Sudan. Sasa kwa nini shida inatokea tu kwa watu wao wanazungumza Kinyarwanda? Ile ndio wanaita mauvaise gouvernance. Ndio ni kusema inji kuna utawala mbaya. Na njoo inagawanya Wakongomani. Na njoo inasababisha shida zenye ziko ndani ya Kongo. Sababu sisi Wakongomani tunaangaliana na mimi ni kusura. Hapa Goma mbele tukamate kuna warondofone wa mingi wa tribia Tutsi, wa tribia Wanyamulenge, wa tribia Wahutu wenye wamekufa hapa kuzania kama ni Wanyarwanda. Toute personne a droit à la vie. Kila mtu iko na sheria ya kuishi. Sisi leo tuna Wakongomani wenye wanaishi Rwanda, tuna Wakongomani wanaishi Uganda, tuna Wakongomani wanaishi Nairobi, kuna Wakongomani wanaishi Tanzania. Sasa najua nini wa étranger avec CPG, avec East Africa hawezi kuja waishi huko. Naona Kongo iko na shida sana. Na hizi shida ndio tunapenda tutatue. Tunaambia Felix tuikale tutatue shida za Kongo. Vita ni mbaya lakini hapendi kusikia. Ndio shida za Kongo zile. Nikusema ni kweli wametutakse kuwa Wanyarwanda sababu ya kuzungumza lugha ya Kinyarwanda, lakini ile sio shida. Sababu na mimi niko hapa, niko Mnande, niko Mkongomani, lakini nina wajomba wangu, nina wakuzin, nina waneve, nina wandugu wenyewe ni Waganda na wanaishi Uganda. Ile haiko shida. Lakini kwa warondofone inakuwa shida. Na ile ndio inaleta shida ndani ya Kongo. Bwana journalist, nikusema Wakongomani tuko na shida. Kinshasa imetudanganya sababu sisi tunaleta ukweli, tunakuja kuona kama inchi ni inchi kabambi Kongo inaweza kuheshimika namna gani. Leo tunazarauliwa. Nitakukatia mfano. Jeshi yetu Grano, nikusema kuanza Kanyabayonga mpaka Iringeti. Ile ndio tunaita Grano. Petit Nord unaanza Kanyabayonga unakuya huko. Grano
kuku fenomene yenyewe naoita ya ADF. Wa ADF haiko wakongomani, ni Waganda, lakini leo wanaua wakongomani. Sasa tunajiuliza, hii shida itaisha siku gani? Hii shida mbona imekawia siku za mingi? Na ndio maana tunasema kama hizi shida zote ndani ya nchi zinapaswa isha, bwana journalist. Na ile kulalamika, sababu nitakwambia kama hii community ya Wanande imeanza kufa depuis 2014. Leo tuko 2025, ni kusema miaka 11, na watu wote wanabaki kimya. Personne ne parle. Communauté internationale inaona gisi hii communauté ikunaisha, wananyamaza. Gouvernement iko Kinshasa, wananyamaza. Na population yote inanyamaza ya Kongo. Sasa ile yote tunasema hapana, ile yote inapaswa kuisha. Na ndio maana unaona shida yenye Kinshasa inalalamika kama sisi tuko Wanyarwanda. Lakini leo sasa dunia inaanza kusikia na inaanza kujua kweli kama sisi sio Wanyarwanda, ni Wakongomani, na tuko napigania haki yenye iko noble. Tunapigania inji iishi kama zingine inji. Wakongomani waheshimike. Wakongomani waheshimike. Sababu leo unaona kule ku Grand Nord kule kwa nini kuna kuambia kuanja Kanyabayonga, jeshi ya Kongo ilishindwa gisi ya kusekirize zile eneo, bwana journalist. Wakaita Waganda. Wakata Waganda wamekuja kuikala mu Grand Nord, ile eneo imekuwa na security kidogo, bwana journalist. Lakini chef d'état major mwana shimamia jeshi ya Uganda ametangaza kama jeshi yake kitatoka. Population ya Grand Nord, population ya Wanande wamesema tutenda kwa barabara, sababu hatuna confiance, hatuna hatuaminie jeshi yetu ya Kongo. Sasa bwana journalist, nikakuuliza, wakati raia haiaminie jeshi yake, utasema ile ingali nje? Mena raia anaaminia UPDF, ikiwa jeshi ya Uganda iwalinde par rapport ya jeshi yetu ikiwa FARDC. Sasa sio sisi M23 ndio tumebomoa jeshi, hapana. Ni Kinshasa ndio imeleta ubaguzi ndani ya jeshi, imeleta ubaguzi ndani ya administration, imeleta ubaguzi ndani ya inji. Na ndio unaona kama inji inabomoka. Umepatia raia bila formation, nimekwambia wamewapatia silaha. Kwenda huwa Wanyarwanda watutukua Wanyarwanda. Sasa leo kwa mshangao bwana journalist, hizo silaha sisi tuko na maisha, sisi wa Wanyarwanda vise wanasema, na hatuko Wanyarwanda. Mena zile silaha ziko na huwa nani? Ziko na Wakongomani. Na ndio shida, uongozi mbaya, mauvaise gouvernance. Na hili ndio tunapiganisha, bwana journalist. Kiongozi, kuna visa ambavyo vinaendelea kuripotiwa hapa Goma. Ni visa vya mauaji usiku, watu ambao wanamiliki silaha kupokonya watu, kunyang'anya. Ni hatua gani kama serikali ya AFC M23 wanaodhibiti sehemu hizi? Kwa maana jambo hilo likifanyika wanasema ni M23 wanaua watu. Exact. Ni hatua gani mmechukua au ni mikakati ipi mnaweka ili muweze kuangalia jinsi kila mtu ambaye ana silaha hapa anaweza kupokonywa na kuangalia kwa manyumba yao ili waweze kuondoka? Asante bwana journalist. Ile kitu unasema ni kweli. Nimekuambia kama tuna komine mbili. Na komine ya kwanza ni komine ya Goma, ina quartier 7. Hizi 7, 2 ndio iko na insecurity. Iko na usalama mdogo. Komine ya Keshero na komine ya Lac Vert. Ndani ya komine ya Karisimbi tuna quartier 11. Ndani ya quartier 11 leo ni 4 au 3 ndio kuna usalama mdogo. Lakini tumemwambia kama sababu ya hii security iko wazi. Felix pale ya kukuja kusekirize population ya Goma ameweka hapa jeshi mingi zenye nimekutajia. FARDC, wazalendo, raia wazalendo, FDLR, Samir Sadek, ameleta wa mercenaires, ameleta na wa Burundi hapa. Silaha zimekuwa mingi, na wakati wamepigwa na grupe AFC M23 wametawanyika. Naona Mungu, ukasoma Biblia, Mungu hayatumika na watu wengi. Mungu anatumika na mtu mmoja au watu wadogo jua kuonesha nguvu zake. Sisi tunatumikisha vitu viwili, tunatumikisha Mungu na tunatumikisha akili.
Sasa wametupa silaha fasi yote. Sasa hawa watu na zile silaha zao kwa mzibiti, tuko nawaambia walete zile silaha. Bwana journaliste, leo tumekuwa na msako. Sababu wakati ya kusensibilize, wakati ya kuita raia, wakati ya kuzungumza na raia kama silaha inapaswa kupatikana kwa mikono ya jeshi ya FCM 23 yenye tunaita ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Unakuwa wanaleta na kwenye wangali masito. Sasa wenyewe kuna masito, sisi tumewafuata manyumba, tumeenda kuwatafuta. Na tayari tumepata hizo image niko nazo hapa nitakupatia. Tumepata silaha zaidi ya 12 zinatoka ndani ya raia. Na hizo silaha ni zenye Felix, pouvoir ya Felix na madepite wamekuja hapa kufanya sensibilisation, kukia kuongea na raia kama wanataka wapatia silaha contre le M23. Na hizo silaha ndio ziko nasababisha usalama mdogo ndani ya Kongo. Hizo silaha ndio zinaua raia ya Kongo. Na hii ndio sababu ya insecurity hapa. Lakini mpango wetu tunakamata ni kuweka nguvu kusudi hizi silaha tuzitoe ndani ya population. Nikusema haiko tena kubembeleza, tutaimpose. Kwa Kifaransa tunaita vile. On va imposer maintenant la paix ici à Goma. Nikusema tutaweka nguvu, tutaweka mkazo kusudi amani irudie sawa eneo zote zingine zetu tunadhibiti. Kiwanja Kibirizi, Kanyabayonga, Nyamiri, Mana, nafasi nyingine. Kwenye mtu analala anaweza fanya miezi 6, miezi 4 hayasikia sauti ya risasi, na itawezekana hapa Goma. Njoo ile mpango yenyewe tulishakamata, njoo ile. Na njoo hapa mbele yako mimi naweka tena wito. Tunaweka tena wito. FARDC mwenye angali najificha nyumbani, wenye jeshi 10,000 imeshindwa. Wewe na hii silaha yako yenyewe unaweka chini ya kitanda, hautatoa M23. Na watu wengine wako na danganya watu kama sisi tutatoka. Na njoo unaona wale watu wanapima kukuwa na resistance, kubakia ndani ya manyumba, wakuwaza kama Felix atarudia hapa. Wana journaliste, sisi kwa Kongomani hakuna kwa tutaenda, tutabaki hapa. Felix kama anataka amani akuje, tuishi naye Goma, tufanye amani pamoja. Lakini ile logique yake, ile mafikiri yake ya kusema kama sisi tutarudia Sabinyo, sisi hatuko apatride. Apatride ni mtu mwenye hana nationalite. Sasa sisi tuko na nationalite, tuna nationalite Congolaise. Kwa Kongomani naye ni Mkongomani vile vile. Akuje tuweke nguvu fasi moja kusudi amani irudi ndani ya este ya Kongo, amani irudi mu province ya Nord Kivu, amani irudi mu vile ya Goma, amani irudi ndani ya makomine 2 ya Goma na mu makartie 18 ya Goma. Sababu responsability yetu kama viongozi ni kusekirize raia na mali yake. Kuna tukio ambalo liliweza kutokea Jumamosi usiku, watu 3 wakaweza kupigwa risasi kwa nyumba. Ni baba, ndugu yake na mtoto wake na kupoteza maisha. Watu ambao walihusika na jambo hilo au kitendo hicho cha unyama wameweza kukamatwa? Upelelezi umefika wapi? Ni watu wangapi wanahusika na jambo hilo? Ni kweli juma iliyopita watu 3 wamepigwa risasi na wa jamaa moja. Tumeitiwa, tukishaitiwa jeshi imefika, na hapo na bandia mmoja amepigwa na risasi hapo. Jeshi yetu ikaendelea na utafiti. Kwa leo sasa tunakamata grand frère yake, mkubwa wake, na bandia mwenyewe amepiga risasi hapo amekamatiwa, na amekubali ya kwamba bwana journalist, kama hawa watu mbele waende fanya operation, amewapangisha ndani ya nyumba yake na silaha, kisha waenda fanya ile operation. Ndio nikusema, na ingine iko nakuwa ma reglement de compte. Ndio nikusema mtu anaofiwa sura yake, mtu ni Rwandophone, anaweza kuwa Mnyamulenge, anaweza kuwa swate kabila ingine, lakini mtu wa kuzungumza Kinyarwanda leo ana shida ndani ya Kongo. Mtu wa kuzungumza Kiswahili leo ana shida ndani ya Kongo. Sasa tunasema sisi hatuwezi ishi vile. Sababu kama mimi unazungumza Kiswahili ukafika Kongo, ukafika eskize zamani, ukafika Kinshasa,
sisi wote wanatutia ndani ya kituga moja, eti tuko Wanyarwanda. Sasa tunakataa ile. Ni kusema hii situation hii shida tayari tumekwisha kukamata mtu mwenye alipokea ile mabandia, kusema ile mabandia itoke kwake na ende opere iende huwa ile jamaa. Ni kusema na ile siku ule bandia naye amefariki, lakini silaha yake moja tumekamata. Ni kusema huyu anakuwa sasa kionyesho ya kuna kama ile grupe ile bande ya mabandia ikwe demantele, na kwani naye anafaire partir, naye anahusika na ile usalama, sababu na ile usalama mdogo na ile mauaji sababu ni wewe aliweka mabandi. Ni kusema atawekwa mbele ya sheria, mbele ya juge, mbele ya procureur, kusudi sheria ifanye kazi yake. Kama wataweka juu ya kichwa yake miaka 10, kama wataweka juu ya kichwa yake miaka 15, ni mule atajuta kama mambo yenyewe alifanya ni mabaya. Na wakati voisin, mtu mwingine mwenye ataona malipizi yenye huyu atapata, ili itakuwa fundisho. Hakuna kitu kenye kinashimamisha inji sawa justice. Justice ndio inakuwa nguzo ya inji, lakini ndani ya Kongo ni shida, sababu inji haina jeshi, inji haina justice, inji haina uongozi, inji inakufa. Ni kusema yenye tulikuwa naendea, ni kusema inji kipasho disparaître, la disparition totale de l'État. Lakini sisi la nature se recherche toujours. Kwa maana tumesema kama tushimame tuone kama hii mambo ya mauaji, hii mambo tushimamishe justice, watu wao wanafanya mabaya waweke ndani ya macentre de rééducation, ikiwa magereza, kusudi inji ishimame imara, inji iheshimike, inji ikuwe na sentinelle, inji ikuwe na zamu, na zamu ni jeshi. Leo utakubaliana na mimi kama les états sont en compétition aujourd'hui, mainji ziko mwanamna na competition. Sasa na competition kitu kile kinaheshimisha inji leo mu 21e siècle ni jeshi ya inji. Tuko naona majeshi za mainji zingine gisi zinashimama, gisi discipline hii, na sisi tunapaswa jenga jeshi yenye itaheshimisha hii inji. Kongo iko sawa continent. Le Congo c'est tout un continent. Lakini unaona inji gisi inazaraulika dunia mzima. Tunasema ile kitu inapaswa shimama. Na mauaji hapa ndani ya mji wa Goma nayo itashimama. Ni kusema justice itafanya kazi yake, kusudi tuone kama hawa watu watafutiwe, sababu tumeshapata kwanza mtu mwenye amewaweka, kusudi waende fanya operation kwa ile familia, na tatuambia hawa watu ni wanani na shida yenyewe watu wa kuua hizi jamaa ni nini, kusudi kikitu tuweze kushimamisha. Lakini kwa kwetu tulipana mkono wa pole kusema hongera familia, lakini kikitu kinapaswa kushimama, bwana journalist. Asante sana bwana kiongozi. Unaona jukumu la vijana katika kuimarisha au kuhatarisha usalama wa mji wa Goma, wana juhudi gani, ni zipi? Ni kusema unaona, wakati inji kuna uongozi mbaya inakuwa na mashida za mingi. Wakati inji iko na uongozi mbaya, bwana journalist, inakuwa na mashida ya mingi. Wenye wamekia imiza wa kijana kukamata silaha ni madepite wetu. Depute ni kusema ni mtu mwenye anapaswa kutetea raia, depute ni mtu mwenye anaunda sheria, depute ni mtu anafanya control kwa action ya gouvernement. Lakini sisi kwetu madepite wameunda sheria ya kulegalize, ya kuweka sheria ya kuitika kama wa civil, wa raia wakuwe jeshi ya Kongo, wakuwa wa reserviste ya Kongo, na ile ndio inaleta shida. Donc ile juhudi ya vijana imetoka kwenye viongozi wa nchi. Na ndio kwa maana tunasema hii Kongo ina shida. Na kule kwenye wako wangali nadanganya hao vijana. Eti wa vijana waendelee kudestabilize, waendelee kuweka usalama mdogo hapa Goma, kusudi opinion dunia iweze kusema kama Kongo AFC M23 iko na capacity ya kujere mwisho wa Goma. Lakini wanasahau kama mwanadamu ni mtu mwenye kuna akili.
kuna utofauti entre mtu na nyama, sababu sisi tunatumikisha akili, nyama inatumikisha instinct. Kuna watu wanajua kama Felix ni source ya shida ndani ya Kongo. Felix na wadepute wake ni source ya insecurity, ni source ya usalama mdogo surtout est ya Kongo na hapa Kongo. Hizo silaha walipatia watu, zile silaha wanazipatia watu wenyewe hawana mafunzo. Hizo silaha wanazipatia jeshi yenyewe haiko motive, jeshi yenyewe hailipwe, jeshi yenyewe haina teni, jeshi yenyewe mtoto wake haende hana shule, jeshi yenyewe bibi iko na hangaika, iko na tangatanga. Hizi silaha ndio zinaisekirize watu. Na ndio maana tunasema tunaposhwa ikala na Felix kuresoudre, tuone kama tutatatua hizi shida za Kongo namna gani. Ndio hilo. Ndio maana tunasema hapa, na mimi naita tena appel. Mimi nazungumza na raia, mimi nazungumza na jeunesse yetu kama hiki kitu prendre conscience. Sababu sasa leo sanction ndio tunachunga. Malipizi. Sababu kitu hiki kinashimamisha inji ni kusema, nimetoka kukuambia kama ni malipizi. Kuna jenga gereza hapa yenyewe centre ya reeducation yenyewe tutatia ndani vijana, tutatia ndani wenye kufanya makosa. Sababu tufo tunajenga na justice yenyewe equitable. Tutaweka ndani vijana wafanya makosa. Kuna makosa tutafuatilia, wakati hauna makosa okay utaachwa. Wakati uko na makosa, kama ulikamata silaha, kama ulichunga silaha, haistahili kupatikana kwa mikono yako. Okay, sheria ifanye kazi yako. Miaka 10, miaka 15 sio kidogo bwana journalist. Utatoka mule akili isharudia mzima, okay, utumikie sasa nchi. Lakini justice itafanya kazi yake, na wao vijana tunawaambia waache, sababu tunaweka mena nguvu ya kuwatoa ndani ya raia. Sababu na kitu kingine kile kinawatesa njala. Menasa iko mingi, tunawatafuta fasi yote, sababu population ya Goma inapaswa ishi na amani. Sasa ile wanakosa cha kukula, ndio wanaingia ndani ya manyumba, wanatosha chakula, wanaiba telefone, ile itaisha. Sababu na kiwanja, mimi nimekuwa burgomestre wa kwanza mwenyewe waliweka kiwanja wakati tumekamata komini ya kiwanja. Hizi shida zilikuwa waliiba, kidnapping, lakini nimeweka nguvu pamoja na jeshi, pamoja na raia. Leo kiwanja watu wanaishi na amani. Leo kiwanja watu wanalala usingizi. Leo kiwanja watu wanatulia. Leo kiwanja hakuna shida, na hapa Goma itafanyika bwana journalist. Kuna jambo lingine ambalo hatuwezi kukosa kuliguzia, ni swala la miundombinu ikiwemo elimu na hospitali. Madaktari na walimu huku wanaweza kupata mishahara yao, wanaipata vipi? Kisha kuna mtihani wa kitaifa wa wale ambao wako kidato cha 6 na kidato cha 6 shule ya upili na shule ya msingi. Mitihani wataweza kuifanya ikiwa bado huku, naweza kusema kuwa ni sehemu moja ambayo haiangaliwi na serikali ya Kinshasa tena. Okay. Bwana journalist, unasema kweli. Ya kwanza unaniuliza mambo ya mshahara, ya pili unaniuliza mambo ya shule. Okay, tuambe mambo ya mshahara. Unaona bwana Felix iko na parti politique yake wanaita ile pesa. Wanakuwa na principe moja ya bongo, wanadanganya raia kama le peuple d'abord. Ni kusema wanasema raia kwanza. Raia kwanza ndio. Wanadanganya raia. Ministre wa Interieur kumeisha mwezi moja hivi ametosha arete kama ana desactive wafanyakazi wote wenyewe wanaishi fasi kwenye M23 inatawala. Sasa bwana journalist anaweza kukuuliza, hasa hawa wafanyakazi wenyewe amedesactive sio Wanyarwanda? Ni Wanyarwanda hawa watu? Hapana. Ni Wakongomani. Hawa watu ni Waganda? Hapana. Hawa watu ni Wakenya? Hapana. Hawa watu ni Watanzania? Hapana. Ni Wakongomani. Sasa atakwambia le peuple d'abord, kusema ni bongo iko nadanganya watu. Amedesactive. Kusema tena walimu hawapokei. Wenyewe walikuwa wanatumika kwa mashirika ya finance, DGDA, DGI, DGRADE, DGRNK, hawapate pesa yao. Sasa tunajiuliza, hawa watu wanapenda Wakongomani kabisa? Sasa na sisi tunaanza. Unataka una kama tutatatua ile shida, sababu watu wanapashwa ishi. Nifungula banki kwanza ya Kadeko. Kusema hii bank ni banki ya leta. Chama itaweka ndani pesa, tuone kama hizi shida zote zitatatuliwa namna gani. Na hizo banki zingine prive nazo chama AFC iko nafikiria ione kama zile zote population ifanye epargne, na mwile epargne waweze hata kujikopesha mkopo, tuone kama activite zote commercial zitarudi.
Kwa hii shida ya mtihani examen d'etat, wakati nimekuwa kiwanja, hiyo shida zimekuwa gouvernement ya Kinshasa na hatua kamata Goma. Hapa kumekuwa viongozi wa shule wameshawishiwa na Kinshasa na wameitika ile ujinga. Wameambia kama kwetu kiwanja Ruchuru usiku examen d'etat. Wamefikisha examen d'etat, lakini imefika saa 2 saa 3 wameita tena viongozi wa masomo mrudishe examen yao. Sisi tuna prevenir. Tumekuja tumefunga bariere ya nani ya hapa Nyiragongo wanaita Kibumba. Wakarudisha examen na watoto wamefanya examen zote. Na hapa examen ya kwanza preliminaire ya autodidact imefanyika. Nikusema mambo ya shule, mambo ya examen unakuwa organisation 3. Kunakuwa sisi kama M23, AFC M23, kunakuwa na gouvernement Kinshasa, kunakuwa na ma ONG, les organisations non gouvernementales. UNICEF ni ya kwanza na yenyewe inahusika na nani na vitu ya masomo ni UNESCO. Ndio kusoma unaona ni vitu vitatu. UNESCO na UNICEF, kunakuwa government ya Kinshasa, kisha kunakuwa na sisi AFC M23. Nikusema tunaweka nguvu pamoja. Yenyewe tunaona malgré kuko vita, malgré kuko shida, lakini watoto masomo iko apolitiki. Ni vitu vyenyewe havihusiki na siasa. Tunapashwa sauver, tunapashwa kusaidia ile jeunesse, sababu hii generation itapita, lakini watoto hawa Kongo ya kesho itajengwa na wanani? Si hii jeunesse tunasema okay, nous devons donner la chance kwa hii jeunesse. Okay, government inakubali na zile organizations zinakubali. Na ndio zinasafirisha examen. Ilitoka Kinshasa ya autodidact ikashuka Kigali ikaingia hapa ku Grand Barriere, ikafika Goma, ikaenda na Ruchuru na zinginevyo. Na kwa hii dissertation itakuwa vile examen d'etat ni hivyo. Nikusema vijana, mabinti, wa mama na wanafunzi wasikuwe na shida. Examen itafanyika paske ndio processus yenyewe tunafanya kusudi tuweze kusaidia jeunesse yetu ipate elimu, sababu Kongo ya kesho tusiachie watu wenyewe hawana elimu. Ni hivyo bwana journalist. Tukiendelea kuelekea kwenye tamati ya mazungumzo yetu, nitaomba kuuliza, kuna misaada yoyote inatolewa na mataifa kusaidia watu wa Goma, sababu walikuwa ni wakati wa vita, maraia wamepoteza vitu zao, kuna wale walikuwa wamelima hawakuweza kuvuna, na kisha chakula ya hapa mjini Goma inatoka wapi? Ni kusema chakula ya hapa Goma, unaona Goma iko ndani ya province, ni chef ya province ya Nord Kivu, na inafanya frontiere, inafanya limit na territoire ya Nyiragongo na territoire ya Ruchuru. Ile iko ku nord. À l'ouest inafanya frontiere na Masisi na kidogo ya Sud Kivu. Fasi kwenye wanaita Minova. Hizi eneo zote chakula inakomala sana. Na njoo wenyewe wanaravitaye vile ya Goma. Lakini wakati tumepigana vita, gouvernement inadanganya watu kama sisi tuna shida. Watu wa territoire ya Ruchuru na watu wa territoire ya Nyiragongo wote wamekuwa wadeplace hapa. Tumeita watu mumposho kurudi kumanyumba, sababu ndani ya Nord Kivu population ya mingi au moins anona 5% watu wanatumikisha mlimo. Nikusema kama unaweza kuwa watu wanafanya uchuruzi ya miji natoka ndani ya jembe. Tunawaambia wale waacha kudanganya, mrudi kwa mashamba, mtalima, mtaujisha mlimo wenyu, watoto watasoma na muone mfanye kama zingine project. Lakini wamedanganywa. Lakini wakati tumekamata hapa tumewaambia, unaona sasa population imekubali, nasema okay, sasa sisi tunarudi kwa mashamba. Na sasa kuna ONG hapa za volontaire zenye zimesema acha mena tuende kuesere, tuende kurudisha hawa watu nyumbani, sababu wako demini. Na njuma natuko nasema vita ni mbaya, vita inabomoa, vita inaua. Na njuma tunasema eske Felix government ya Kinshasa tunaweza kuikala turesudre hii shida kwa mazungumzo. Hasa na leo kweli zile ma-ONG zinasaidia, sababu inampa mbegu, inamupa le minimum
inaweza mupa bash ya kujisaidia, itampatia chungu, itampatia kusudi aweze kuanza maisha. Ni vitu kama hivyo. Kusema hii inafanyika sababu na sisi tunaweka magari, hata chama ni ndio imeweka magari hapa. Wakati tumekamata Goma, imekamata wale wa deplace au wakimbizi, imewarudisha makwao. Wa Masisi wamerudi, wa Ruchuru wamerudi, na wa Nyiragongo wamerudi. Vile vile tunakuwa na ONG wanaita CICR, Communauté Internationale ya Croix Rouge. Hiyo ONG tunaweza kuipigia asante sababu ni ndio nafanya hiyo makazi. Na tusaidia kurudisha na kuesere population ndani ya communauté sociale, ndani ya maisha ya kawaida. Ni vile bwana journalist. Ni mikakati gani ya muda mrefu iliyowekwa ili kupata na kuhakikisha Goma ni mji salama kwa wote ambao wanaishi hapa? Ni kusema vitu vyenye tuko na nani tunaweza kuongelea, ni kusema tuko natumika kurudisha krize ya confiance kati yetu si AFC na population. Bwana journaliste, Kongo ni nchi ya kwanza kudunia. Narudilia tena, Kongo ni nchi ya kwanza kurudia wakati usiku unaona jeshi roho inapasuka. Vitu vitatu, swate huyu jeshi atakuua, swate atakuiba, swate atakupiga. Sasa ile krize ya confiance yenye iko kati ya viongozi, kati ya jeshi na population, ile ndio tuko narudisha, tunatumika. Na ile utaniuliza namna gani? Ya kwanza tunasogelea raia leo. Nikusema niko na programu, niko napita ndani ya makartier kuongea na raia, kusogelea raia, kuambia kama pouvoir ya AFC/M23 ni pouvoir ya raia. Kwa nini ni pouvoir ya raia? Sababu mtu wa kwanza mwenye tunaangalia sana, kitu ya kwanza yenye sisi tunapiganishia ni raia kwanza. Raia apate usalama, raia aheshimike, mkongomani aheshimike. Ni ile ndio tunapiganishia. Na ndio maana tunasema kama tunapaswa tumika kwa ile crise de confiance. Hakuna confiance, ndio nikusema ukaona jeshi usiku. Leo unaweza tembea Rwanda, unaweza tembea Uganda, unaweza tembea Tanzania, unaweza tembea Kenya, unaweza tembea Afrika Kusini, nafasi yote. Mtu akaona jeshi usiku anasema okay, hapa huyu jeshi atanisaidia. Lakini kwa Kongo ukaona jeshi usiku unasema basi hapa mimi nakufa. Ni kile kitu ndio tuko natumika kwa sasa, tuone ile confiance irudi. Kiwanja leo hakuna shida, sababu kiwanja unaweza kutana jeshi wa AFC/M23, jeshi wa RC, unasema hapa mimi napona. Lakini hapa tuko natumika, na ndio maana tunasogelea raia sana, tuambie kama ya kwanza tunawapenda, na ya pili hatutatoka hapa, tutawalinda. Sasa wakati raia itakuwa na ile confiance, raia itakuwa na ile kitumaini, raia itatutumainia, okay, vitu vyote tena kwa usalama, na ile confiance itarudia, na tutaendelea pamoja kujenga usalama, kujenga development, kujenga maendeleo ndani ya vile yetu ya Goma. Sababu security ya hapa Goma haiko Shinwa, haiko Uganda, haiko Burundi ndio ataileta. Kongo itajengwa na sisi wenyewe wa Kongomani. Kongo, usalama wa Kongo ni sisi wenyewe wa Kongomani, sababu Samir Sadek imeshindwa, wazalendo wameshindwa, wa mercenaires wameshindwa, MONUSCO imeshindwa. Sasa sisi wa Kongomani pamoja na Mungu na tutumikishe akili, ubaguzi tuache. Mungu ametupatia nchi nzuri, sisi wa Kongomani tupendane, tuone kama hii nchi itatusaidia namna gani. Sababu bwana journalist, Kongo tumejifunza ndani ya masomo, na dunia mzima inaona kama Kongo ni nchi yenye iko na mali mengi, dhahabu, kasiterite, diamant, mali iko mingi. Lakini shida ni kwamba Mkongomani ni raia ya kwanza mwenye kumalere, mwenye anateseka ndani ya dunia. Shida ni nini? Mauvaise gouvernance, tawala mbaya. Na ndio tunasema ça doit cesser, napashwa ishi. Ndio hiyo bwana journalist. Siwezi sahau kuguzia jambo ambalo ni mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya AFC M23 na serikali ya Kinshasa nchini Qatar. Ni mazungumzo ambayo yanafanyika huku wa Kongo na watu wengine wote nje wanasema M23 wanaweza kurudi nyuma tena, watu waache hapa, na kuna watu wengi ambao wanatarajia
kukombolewa na AFC M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu tofauti, mikoa tofauti wakitaka M23 iwakomboe, kwa maana kuna sehemu zingine bado watu hawawezi kutoka nje. Wanaogopa mahali ambapo kuna serikali ya Kinshasa. Jambo hili linatia watu wengi wasiwasi, mazungumzo ya Tshisekedi na AFC M23 kuwa mnaweza kurudi nyuma, mweze tena kutoka mjini Goma na sehemu zingine ambazo mnazimiliki. Na kisha mazungumzo yakiendelea kule, sehemu zingine wanaendelea kupigana, kama sehemu za Minembwe wanapigana. Hata leo asubuhi wameweza kupigana, lakini adui ameweza kukimbia sehemu za Rugezi kule Vilemani. Uvira, wakazi wa maeneo pale wanaendelea kusumbuka sana na usalama. Bwana journalist, ulizo ya mzuri sana. Hii ni question très pertinente. Sasa Felix iko nadanganya watu. Felix amelapa kama yeye hataongeaka na sisi ya M23. Felix amesema kisi tumezungumza hapa mbele kama sisi tuko Wanyarwanda. Sasa ni kusema Felix amekubali mazungumzo. Sasa ulizo ni kwamba amekubali mazungumzo na Wanyarwanda. Ni kusema iko naongea sasa na wakongomani wenzake. Ameona kama vile vitu vimeshindikana, amani ya Kongo inapaswa jengwa na sisi wakongomani. Sasa Felix anaitika kuzungumuza, gouvernement ya Kinshasa inaitika kuzungumuza, na kesho iko nauza drone. Drone iko nafika Masisi, drone iko napiga Minembwe. Ile ni mazungumuzo kweli? Felix aache kutudanganya. Na ndio maana tunasema sisi tunapaswa jitegemea. Sisi tunafanya viwili bwana journalist. Tunajilinda na tunalinda raia yetu. Na ya tatu sasa tunanyamazisha silaha kwenye inatokea. Na hili ndio tunafanya. Tunajilinda kama sisi AFC. Ya pili tunalinda raia yetu. Ya tatu tunafuatilia silaha kwenye iko kusudi ile silaha inyamaze. Wakati Felix atakamata ile silaha yenye iko na uwa wakongomani Minembwe, yenye iko na uwa wakongomani Uvira, ataiweka kwenye ataiweka, tutaifuata kusudi inyamaze. Kama hiyo silaha ataiweka Mulaka Tanganyika, tutaifuata Mulaka Tanganyika. Kama hiyo silaha yenye iko na uwa wakongomani Minembwe ataenda kuitia Kalemi, tutaifuata Kalemi. Kama ataenda itia Katanga, anaiweka kule kama ni wapi kusudi iue watu wakongomani Kalemi, tutaifuata huko. Kitu kenye tunafanya sisi, tunanyamazisha silaha yenye kuna uwa wakongomani peke yake, kujilinda peke yake. Sisi hatutaki vita, sababu vita ni mbaya. Na ile tulimwambia awali aache vita. Sasa hapendi kusikia, anaendelea kuuza drone. Ni kusema ile yenye kunafanyika Qatar. Felix kuna tudanganya. Sisi tunapenda mazungumzo, tunapenda vita heshimame, lakini Felix hataki. Na kama hataki, sisi tutajilinda na kulinda raia yetu peke yake. Ile ndio tunafanya. Felix amedanganya watu kama sisi hatujui. Felix 2016 mwaka 2016 Felix ameita delegation yetu Kinshasa. Ni kusema ile jeshi imekuwa pale Musabinyo, Felix alikuwa anaongea na M23. Na kama alikuwa na M23, alikuwa anaongea na M23. Ni kusema Felix alikuwa M23, acha kuwa anadanganya watu. Na ile urafiki yenyewe tulikuwa nayo wakati jeshi yetu ilikuwa Sabinyo, Felix tulikuwa naongea naye, njoo iliacha alituita Kinshasa, tukafanya Kinshasa miezi 14. Ni kusema mwaka moja na miezi 2. Ameita delegation yetu, wamesikilizana kusema ile wenyewe wamesikilizana na Felix waitie mena kwa application, waitie ikubaliwe na imefanyika. Felix akakamata majeshi akaenda kufuata jeshi yetu kule Sabinyo kwenye likuu. Na sisi tumemwambia hapana, tuliongea na wewe, tulisikilizana na wewe, ulituita Kinshasa, ukatulalisha ndani ya mahoteli nzuri, ukatupatia chakula, kila kitu umetupa, magari nzuri, tumetembelea Kinshasa. Hivi ni nini? Hapana. Nyinyi hapana. Okay. Tumepigana, ni ile nyinyi nilikuwa nakwambia kama ni vile vitu tatu. Tunajilinda, tunalinda raia, na tunanyamazisha silaha paske isiue. Hiyo silaha ameweka Bunagana, tumeifuata Bunagana. Hiyo silaha ameiweka Rwanguba, tumeifuata Rwanguba. Hiyo silaha ameitia Ruchuru, tumeifuata Ruchuru. Hiyo silaha ameitia Kiwanja, ameitia Mabenga, ameitia Rwindi, ameitia Kanyabayonga, ameitia Kirumba.
hii silaha tunafuata inyamaze kusudi tujilinde na kulinda raia yetu peke yake. Ni ile na hii silaha yenyewe kunatia Minembwe kwenye kunatokea ikunasababisha usalama wa raia, hii silaha tutaifuata pale kusudi ile silaha inyamaze. Njoo tunafanya bwana journalist, tunapashwa linda raia. Wakongomani wameteseka siku za kutosha, wakongomani wanapashwa ishi sawa nchi zingine. Wakongomani wanapashwa kukua na maendeleo sawa nchi zingine. Hatutaki huyo raia huyo wa kuteseka, hatutaki huyo rais mwenye amekamata nchi yake imekuwa yake na bibi yake na mama yake. Hii nchi sio vile, haiko ya familia. Hii nchi ni wakongomani wote kwa ujumla, na wakongomani wote wanapaswa faidika kwa nchi, sababu ni Mwenyezi Mungu ametupa nchi nzuri na tunapaswa kuilinda na tunapaswa kuheshimiana sisi wakongomani kusudi Kongo iende mbele. Asante sana bwana mheshimiwa. Nashukuru sana kwa muda wako ambao umeweza kutenga ili uweze kuzungumza na raia na watu wote na kuzungumzia wapenzi na wafuasi wa Gakondo TV mahali wapo. Jina langu ni Hosbon Dagiro kwenye microphone, lakini nitaomba tu uwe na ujumbe mfupi ambao utawatengea wa Kongo, wale ambao wako ndani ya nchi na wale ambao wako nje ya nchi. Tunajua ni wengi sana. Unaweza kuwa na ujumbe mfupi ambao utakuwa ukiwatengea. Ujumbe mfupi, nashukuru sana bwana journalist. Ujumbe mfupi ni hadithi ya Yona. Bwana journalist, unajua hadithi ya Yona, Jonas kwa Kifaransa. Jonas alikuwa mtumishi wa Mungu. Jonas ametumiwa muinji kusudi aende ubira habari njema. Kule kunya ametumiwa kulikuwa watu wenye hawakubali Mungu. Kulikuwa watu wenye hawajui Mungu. Ukafika kule na maneno ya Mungu watakuua. Jonas amekimbilia ndani ya bato. Jonas amekimbilia ndani ya mtumbwi. Lakini Mungu anaitwa Mungu. Mungu akasema, mimi ni Mungu wako, unapaswa nafasi kwenye nimekutuma. Mungu akatosha Zoruba bwana journalist. Hii ni ujumbe yenyewe wakongomani wanapaswa kunisikia, sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na sisi wote patikana hapa chini ya jua tumeumbwa na Mwenyezi Mungu na tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Jonas akakimbia ndani ya mtumbwi bwana journalist. Zoruba ikapita. Lakini watu wamedanganyika ndani ya mtumbwi, ndani ya hii bato wametupa kila kitu bwana journalist. Chakula wametupa, nguo wametupa, kuwazia kama watapata stabilite. Bahari itatulia, bato mtumbwi itaendelea, lakini shida ilikuwa ndani. Ile kutupa nguo, kutupa chakula, wamedanganyika sawa. Gisi leo gouvernement Kinshasa imewazia kama sisi M23 ndio shida ya Kongo, lakini sio hivyo bwana journalist. 2013 tumeenda nje ya nchi kusema kama ndio shida. Shida ilikuwa, nimetoka kukwambia hapa kama Beni huko shida ya ADF inaua watu, sisi hatuko Beni. Nimekuambia kama Ituri huko shida ya Walendu na Wahema. M23 FC haiko Ituri. Nchi kuna shida. Leo hii wamekamata mali ya Cordonanga keji salia pasa. Le coordonnateur de la FC M23 yote wamekamata, wamenyanganya na wamemkondane perpetuité à mort. Haiko ndio shida yenye tatatua Kongo. Sawa gisi wale watu walikuwa ndani ya mtumbwi wamazia kama kutupa chakula, kutupa vitu watakuwa sauve, lakini shida ikaendelea. Lakini ni Mungu wamefikia sasa Jonas. Wanamwambia shida ni nini? Bwana sisi tunahangaika, wewe unalala. Jonas amewajibia kama shida ni nini. Bwana journalist, na hii nchi ya Kongo iko na mtu anaita Jonas mwenye ni shida, anasababisha usalama, anasababisha sous development, na détruire nchi, anaribisha nchi. Huyu mtu raia inamjua. Na huyu mtu inaomba atiliwe nje sawa Jonas kusudi Zoruba itulie, Kongo itulie na Kongo iendelee mbele. Raia inajua huyu mtu. Na mwenye atanifuata kwa hii video akisikia hii historia atasema jina huyu mtu kwenye atanifuata. Tunasema kama raia inapaswa tulia. La nature se recherche toujours. Voilà maintenant la FCM 23 inakuja sababu inapenda wakongomani. Jonas anapashwa tiliwa nje ya bato, na bato tunaiweka kama hii nchi ya Kongo kusudi nchi itulie, kusudi nchi ikuwe na amani na nchi iendelee mbele bwana journalist. Hii kama ujumbe napatia wakongomani,
Jonas aende nje ya inji na inji itakuwa stable. Inji itatulia bwana journalist. Nakushukuru. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru. Asante.